Sababu ya kwanza, andika, ni kwa ajili ya kuleta wokovu. Ni kwa ajili ya kuleta wokovu kwa wanadamu, kukomboa kile ambacho kimepotea. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 anasema sababu Yesu Kristo ni kuja kuwaokoa wenye dhambi. Alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Tumeangalia kule Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21, amesema yeye asiyekuwa na dhambi, asiyekuwa na hatia, Yesu Kristo alifanywa kuwa mwenye dhambi ili yeyote atakayemwamini ahesabiwe haki. Hakuwa na dhambi, lakini alifanywa kuwa mwenye dhambi ili kila atakayemwamini aweze kuhesabiwa kuwa mwenye haki machoni pa Mungu. Swali la kujiuliza, dhambi maana yake ni nini? Tunajifunza siku zote hapa. Dhambi maana yake ni kutengwa, kufarakana na Mungu, kuwekwa mbali na Mungu. Adamu na Eva walipofanya dhambi kwa kutokusikia sauti ya Mungu na kusikia sauti ya shetani ibilisi, walitengwa, walifarakanishwa na Mungu, walifukuzwa katika uwepo wa Mungu kule bustani ya Edeni. Sasa lini unaweza kujiuliza kwamba lini Yesu Kristo alifanya dhambi? Ni kwenye Mathayo sura ya 27 mstari wa 46 au kule ile Marko 15 mstari wa 34. Siku ambapo Baba alipomwacha mwana, Yesu Kristo akapaza sauti yake. Kumbuka Yesu Kristo ni Mungu aliyefanya mwili, ni Mungu aliyefanya mwili. Kwa hiyo ana asilimia 100 za kibinadamu. Alikuwa na hisia, alikuwa anaumia, alikuwa analia, anasikia njaa. Kwa hiyo lini ambapo Baba alimwacha mwana? Ni kwenye Mathayo hiyo 27:46. Yesu akalia, Eli Eli Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Maana ya dhambi ni kuachwa na nani? Na Mungu, kufarakana na Mungu, kutokuwa na Mungu. Yoyote anayemwamini Yesu Kristo hayuko tena chini ya dhambi, kwa sababu Kristo alifanywa kuwa ni dhambi ili mimi na wewe tunayoamini tuweke mbali na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amezungumza kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 na 17 kwamba Mungu alimtuma mwanae wake wa pekee sio kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu, bali kupitia mwanae wa pekee Yesu Kristo ulimwengu uweze kuokolewa pamoja na yeye. Tuko sawa sawa? Hiyo ni sababu ya kwanza. Pia kwenye Luka sura ya 19 mstari wa 10 anasema mwana wa Adamu alikuja duniani kwanza kutafuta na pili kuokoa waliopotea. Kutafuta na kuokoa nafsi za watu zilizopotea. Mtume Paulo ametuandikia kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 kwamba kupitia agano la damu ya Yesu Kristo sisi tuliokuwa mbali na Mungu tumewekwa karibu, tumepatanishwa, tumewekwa karibu na Mungu. Waefeso 2:18 andika, anasema kupitia agano la damu ya Yesu Kristo, yani uhai Kristo aliotoa, kila mmoja amepata access, amepata njia ya kumkaribia Baba kwa roho mmoja. Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima, kama inavyozungumza kwenye Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Nisikize vizuri. Sababu ya kwanza ni kuokoa wenye dhambi. Sababu ya pili, Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kutoa dhabihu iliyokamilika. Agano la kale kulikuwa na dhabihu la masamaha ya dhambi, walikuwa wanafanya kila mwaka makuhani wakuu wa Kilawi. Alipokuja yeye alikuja kama dhabihu au sadaka iliyokamilika. Dhabihu ya sadaka za mbuzi, kondoo na wanyama zilikuwa hazina ukamilifu. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Waebrania sura ya 10 mstari wa 5 hadi wa 7 utaona pale Yesu Kristo yeye ndiye mapenzi ya Mungu. Tunaweza kusema kwamba nipo kwa ajili ya kukamilisha mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yashakamilishwa tayari. Na aliyekamilisha mapenzi ya Mungu anaitwa nani? Yesu Kristo. Aliyakamilisha miaka 2000 iliyopita. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni Mungu auvae mwili mwenyewe, amtume mwanae ili kuja kukomboa kile ambacho kilichofarakana na Mungu, mwanadamu. Sisi tumeshirikishwa hayo mapenzi ya Mungu, tuyapeleke, tuyasambaze duniani. Sisi hatujakamilisha mapenzi ya Mungu, bali tumefanyaje? Tumeshirikishwa. Ndio wito mkuu tuliopewa kwenye Mathayo sura 28 mstari wa 19 na 20.
kwamba twende ulimwenguni mote tukawafanya watu wa mataifa kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu Kristo. Hiyo ni sababu ya pili. Yesu Kristo alikuja kukamilisha dhabihu iliyo kamilifu, kuacha zile dhabihu za Agano la Kale. Sababu ya tatu ni ili uzima wa milele uweze kuwepo ndani ya kila atakayemwamini. Tumesoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 na 12. Akasema Mungu alitupa uzima wa milele. Lakini ule uzima wa milele aliyotupa aliweka ndani ya nani? Ndani ya mwanae. Amesema yoyote aliyekuwa na huyo mwana anao huo uzima wa milele. Yoyote anayemwamini Yesu Kristo, yoyote mwenye kipawa cha neema ya wokovu ndani yake anao huo uzima wa milele. Wakati fulani kwenye Yohana sura ya 6 mstari wa 51 kuanzia 49 pale mpaka 53, Yesu Kristo akasema mimi baba zenu walikula mkate mana na wakafa, lakini anasema mimi ndio ule mkate uliotoka wapi? Mbinguni. Yoyote atakayenila mimi, Yohana 6 mstari wa 51, yoyote atakayenila mimi hata kufa bali atapata uzima wa nini? Wa milele. Wayahudi hawakumuelewa kwa sababu walikuwa wanajua kwamba ni kula mwili wake wa damu na nyama na kunywa damu yake damu na nyama. Walimwona ni mtu ambaye amechanganyikiwa. Kumbe alikuwa anamaanisha yoyote atakayeniamini mimi atapokea uzima wa milele. Ndio maana kuna waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 1-2 anasema Mungu aliweka uzima wa milele ndani ya mwanae. Yoyote mwenye huyo mwana anao huo uzima wa milele. Yesu Kristo ndiye uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uzima huu tunaupata kwa namna gani? Yohana sura ya 17. Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Anasema uzima wa milele unapatikana kwa njia ya kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Maarifa ya Mungu, ufahamu wa Mungu unapokuwa umefunuliwa ndani yako, ndio uzima wa milele unaingia ndani ya mtu. Ndio tunaongezeka, tunakuwa katika kimo na katika uweza wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye alijua Mungu wala tabia zake katika Agano la Kale. Ni Yesu Kristo tu mwenyewe amekuja kumfunua Mungu ni nani na shetani ni nani. Alikuja kutofautisha giza ni nini na nuru ni nini. Yohana sura ya 10 mstari wa 10 akasema mwivi, yani shetani ibilisi, ali ila afanyaje? Aibe, auwe na kuchinja na kuharibu. Kwa chochote ambacho kwa kinaua katika Agano la Kale hakuwa Mungu wa pekee na kweli. Ilikuwa ni shetani ibilisi. Ila tu Mungu alikuwa hajajifunua bado, kwa sababu ili tuweze kujua hapa kuna giza, lazima nuru ifanyaje? Iweze kujifunua. Hiyo ni sababu ya 3. Sababu ya 4 ni kumfunua Mungu katika ubinadamu. Mungu ilipaswa kutengeneza familia ya kibinadamu. Mungu ambaye ni roho alipaswa kuchangamana na wanadamu. Yohana sura ya 1 mstari wa 1, hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Alikuwa ni Mungu. Mstari wa 14 anasema neno huyo Mungu ambaye ni roho akauvaa mwili akakaa pamoja na sisi, anaitwa Emmanuel. Alikuja kumfunua Mungu katika ubinadamu. Mstari wa 18 anasema hakuna aliyemuona Mungu isipokuwa ni mwana Yesu Kristo, yani Mungu aliyovaa mwili ndiye alikuja kumfunua Mungu katika ubinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 1:18. Lakini Wakolosai sura ya 1 mstari wa 15 anasema Yesu Kristo ndiye sura ya Mungu asiyeonekana. Mungu amejificha kupitia Yesu Kristo. Tukitaka kujua tabia na ukweli kuhusiana na Mungu aliye hai, tunapaswa kumwangalia nani? Mwanadamu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati fulani Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake kule Yohana sura ya 14 mstari wa 9, anamwambia Filipo, wanafunzi wangu, mnasema tuoneshe Baba, niwaoneshe Baba. Je, mkiniona mimi hamnioni Baba? Amesema yoyote anayeniangalia mimi anapaswa kumuona Baba, maana Baba amefanya makao wapi? Ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya 5 na ya mwisho ni kwa ajili Yesu Kristo alikuja duniani, au Mungu ambaye ni roho aliuvaa mwili ili kuja kuharibu kazi za shetani ibilisi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8 anasema sababu ya mwana wa Mungu kuja duniani
ni ili kuharibu kazi za shetani ibilisi. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 anasema, kwa sababu sisi wenye mwili, sisi ambao tulikuwa tumefarakana na Mungu, sisi wenye mwili, tuna mwili wa damu na nyama, ilibidi na Mungu ambaye ni roho aje uvae mwili wa damu na nyama kwa ajili ya kumkomboa yule ambaye alikuwa ameshikiliwa na nguvu ya mauti. Yule alisikia roho ya mauti ambaye shetani ibilisi. Mungu ambaye ni roho ilibidi uvae mwili wa damu na nyama, Yesu Kristo Emmanuel, kwa ajili ya kukomboa kile ambacho kilikuwa kinashinda mwanadamu mwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisikize vizuri. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38 nitakusomea. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38 anasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huku akizitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu Kristo alipopewa kile chuo cha nabii Isaya, yale maandiko ya nabii Isaya kule Luka sura ya 4, Mathayo sura ya 4 mstari wa 17 pale, asema akaomba chuo cha nabii Isaya, akatafuta sehemu ambapo pameandikwa, Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenipaka mafuta kwa ajili ya kutangazia maskini habari njema. Kutangaza habari njema, waliofungwa kuwatangazia kufunguliwa kwao, waliolaaniwa kuwatangazia kuwekwa mbali na laana, walio na dhambi kuwatangazia wao kuwa mbali na nini? Na dhambi. Matendo ya Mitume 10:38 amesema alipakwa mafuta akazunguka huko na huko akiwaombea wale walioonewa na magonjwa. Magonjwa ni uonevu.